Unajua bwana, Yanga wamejiingiza kwenye mtego bila wao wenyewe kujua, na wamejiingiza kwenye mtego mbaya kwa sababu mwisho wa siku inaweza kusababisha viongozi wa Yanga wakakosa uaminifu mbele ya wanachama wao na mashabiki. Ukiwasikiliza mashabiki na wanachama wa Yanga, wengi hawataki timu yao icheze mechi ya pili. Na kama mashabiki na wanachama hawataki timu yao icheze mechi ya pili na viongozi wa Young Africans wakakubali kucheza mechi ya pili, manake viongozi wa Yanga wameenda kinyume na kile ambacho mashabiki na wanachama wa Young Africans wanakihitaji. Wanachama hawataki kucheza mechi ya pili kwa sababu wanaamini kwamba wanaonewa. Wanaamini kwamba timu yao ilitekeleza matakwa ya kikanuni vizuri bila shida yoyote, na wanaamini kabisa kwamba mechi ya tarehe 8 ilipaswa kuchezwa. Lakini kitendo cha bodi ya ligi kuahirisha ule mchezo kilionyesha kwamba Yanga waliamini kwamba hawatendewi haki kwa maana ya wanachama na mashabiki. Na viongozi wa Young Africans pia walianza kusema wao baada ya mchezo kuahirishwa hawatashiriki mchezo wowote wa dabi kwa mwaka huu, ila wanaweza kushiriki mchezo wa dabi kwa msimu unaokuja. Na kwa msimu huu mechi pekee ya dabi ambayo wanaweza wakacheza ni kama watakutana na Simba kwenye FA, watacheza dabi, lakini sio kwenye mechi ya ligi kuu. Sasa ile iliondoka na wanachama wengi walikuwa nayo na wamebaki nayo, na ndio maana wanachama bado wameendelea kushinikiza kwamba hawatashiriki mchezo wote. Timu yao wanaendelea kuhamasisha au wanaendelea kusema kwamba timu yao haitashiriki mchezo wa pili, na wanawaambia viongozi wao kwamba hakuna sababu ya kucheza mechi ya pili ya marudiano. Lakini kilichotokea ni kwamba bodi ya ligi nao wajanja pamoja na TFF walishagundua kwamba huko kunakoelekea ni kugumu. Na kama unakumbuka Steven Mgutu aliwahi kusema kabisa kwamba ikitokea wao wenyewe kama bodi wameshindwa, basi wataishirikisha serikali ili wasaidie. Na kitendo cha leo kumuona waziri wa michezo ameitisha kikao kuhusiana na issue ya Simba na Yanga, tafsiri yake ni kwamba wale kweli wamezidiwa, manake wameshindwa kutatua huo mgogoro, na ndio maana wameomba serikali. Sasa kitendo cha wao kuiomba serikali maana yake ni kuingiza Yanga kwenye mtego ambao kuchomoka inaweza ikawa ngumu sana, kwa sababu sidhani kama kuna kiongozi wa Yanga ambaye ana uwezo wa kukataa ushauri wa waziri wa michezo. Sidhani kama yupo huyo kiongozi, na sidhani kama kuna kiongozi wa Simba ambaye yuko tayari kugomea ushauri wa waziri wa michezo. Sidhani kama kuna kiongozi wa Simba au Yanga mwenye uwezo. Unajua viongozi wetu sisi tunawaheshimu sana, na kwa bahati nzuri pia kwenye taifa letu viongozi wetu wakuu wamekuwa karibu sana na michezo. Yaani leo waziri, tunaona wizara ya michezo jinsi ambavyo imekuwa ikishirikiana vizuri na vilabu mbalimbali, lakini pia ilivyokuwa inashirikiana na wana michezo mbalimbali. Hiyo inatuonesha namna gani ambavyo viongozi wetu wana upendo kwenye mpira. Sasa imagine leo Engineer amekaa na waziri wa michezo afu anaambiwa bana, hebu nisikilize, kwa manufaa ya mpira wetu hebu timu icheze mechi ya pili kwa furaha pia ya Watanzania. Anakataaje mbele ya waziri wa michezo? Ni kitu ambacho ni kigumu. Na huo ndo mtego ambao unaozungumzia, kwamba wamekubali kuingizwa kwenye mtego na wamekubali kuingia kwenye mtego. Mwisho wa siku kujinasua, kujitoa kwenye huo mtego, hapo ndo kuna ugumu. Na nasema kujinasua kwenye huo mtego kuna ugumu kwa sababu ni ngumu sana kwa kiongozi kukataa ombi la mheshimiwa waziri. Na inawezekana kwenye hicho kikao pia na waziri kapigwa hata simu ya Mama Samia hapo akaongea kidogo, nasema tu mfano, inaweza katokea. Lakini kwa mwisho wa siku ni ngumu sana kwa Yanga kuendelea kugomea mchezo. Yaani naamini kwamba mchezo wa pili utachezwa. Sasa shida inakuja kwa wanachama na mashabiki. Viongozi watawaambia nini? Viongozi wa Yanga ndio ambao walikuwa mstari wa mbele kusema kwamba hawatambui mchezo wa pili. Sasa na mashabiki na wanachama wao wamekubali, wameridhia kwamba hawatacheza mechi ya pili. Leo viongozi wa Yanga wanawaambia nini wanachama wao kuhusu mchezo mpya ambao utapangwa tarehe na utachezwa, kama ikitokea wamekubali? Kwa sababu mimi naamini kwamba hawezi kukataa. Yaani naamini hawezi kukataa. Kwa sababu pia unajua vitu kama hivi jinsi vilivyo. Yaani mfano leo waziri akiomba mechi ichezwe, alafu Yanga wakakataa, manake wamegoma kusikiliza ushauri wa mheshimiwa waziri. Itakuja kutafsirika hivyo, kitu ambacho sidhani kama Engineer Harris anaweza kukubali kuondoka na hiyo kuondoka na hiyo, au kumwacha mheshimiwa waziri aondoke na hiyo dhana.
kwamba wamegoma kusikiliza ushauri wake. Sidhani kama atakubali. Wala Arafat Haji sidhani kama atakubali mheshimiwa waziri aondoke akiwa na wazo kwamba Yanga wamegoma ushauri wake. Sidhani kama anaweza kukubali kitu kama hicho kitokee. Kwa hiyo lazima tu atakubali. Kwa hiyo kusema ukweli, mpaka hapa alipofikia, Yanga wamekubali wenyewe kujiingiza kwenye mtego. Kama wangekataa kikao na mheshimiwa waziri, maana yake pengine inge make sense. Wangeendelea kuwa na msimamo kwamba jamani, kwa sasa hivi sisi tuko busy na shughuli zetu mbalimbali, kwa hiyo tunaomba mheshimiwa waziri tutakuwa naye kwenye kikao, lakini tusogezee mbele kidogo ili turudie siku nyingine. Hiyo kidogo inge make sense kwa sababu shughuli mbalimbali za michezo zingeendelea na wangejua, bodi ya ligi wangepambana kujua hatima yao ni nini. Hatima yao mchezo wa dabi ni nini? Pengine wangeweza kuzungumza na mambo mengine yangeendelea na wangebaki na msimamo wao, pengine kama ni hizo alama 3 wanazodai au kama ni kuendelea na mchakato wa kesi kupeleka kwenye mahakama ya michezo wangeendelea. Lakini kitendo cha wao kukubali wito wa mheshimiwa waziri, manake wataenda kuulizwa kuhusu masuala ya dabi. Wananchi kwa kiulizwa kuhusu masuala ya dabi, sidhani kama wataweza kukataa. Kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje mwisho wa siku, lakini ni kwamba kwa mtazamo wangu Yanga wamejiingiza kwenye mtego ambao ni ngumu sana kujinasua, kwa sababu sijaona kiongozi wa Yanga mwenye uwezo wa kukataa ombi la mheshimiwa waziri pale ambapo atahitaji mechi ya dabi ichezwe tena upya. Sidhani kama kuna kiongozi wa Yanga au Simba anaweza akakataa hilo ombi la mheshimiwa waziri. Kwa hiyo naamini kwamba mechi ya dabi itachezwa, lakini pia hapa ndo tutaenda kujua ujasiri wa viongozi wa Yanga. Kama watakataa kuto kucheza mechi ya dabi, tutawapongeza kwa sababu wana misimamo ambayo kila mtu anapaswa kuifuata, na hapa ndipo ambapo hata shirikisho litanyooka na bodi ya ligi pia, kwa maana wataanza kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa kwenye mpira wa miguu. Kama ikitokea Yanga wamegoma pia hata wazo la au ushauri ambao wanaweza kuja nao mheshimiwa waziri wa michezo, kwa sababu najua hiyo ndio ajenda kuu ya kwenda kujadili namna mechi ya dabi inaweza ikachezwa tena.